Je, inawezekana kwamba mtoto wa kwanza kabisa kifungua mimba wa rais mwanzilishi Jomo Kenyatta aliyeitwa Peter Muigai, ambaye hakuzaliwa na mama Ngina, aliuawa katika mzozo wa siri wa kifamilia mwaka wa 1979? Zaidi, unafahamu kwamba rais mwanzilishi wa Jamhuri ya Kenya, Mzee Jomo Kenyatta, alikuwa na watoto kadhaa wa siri nje na ndani ya nchi? Haya na mengi zaidi kwa atakayekalia na kuyachambua makala haya mafupi na ya kusisimua hadi afikie mwisho wake. Hili ni simulizi la watoto wa kiume wake rais wa kwanza wa Kenya, Mzee Jomo Kenyatta, na visa vya kiajabu usivyovijua kuhusu jinsi Kenyatta alivyowalea vijana wake wote waliozaliwa Kenya na wale waliozaliwa ughaibuni. Mzee Jomo Kenyatta ama Johnston Kamau alikuwa kijana wa kiyatima aliyeanzisha familia yake ya kwanza mapema. Katika maisha yake yote na kupitia ndoa zote alizokuwa nazo na wanawake mbalimbali, Mzee Jomo Kenyatta hakujulikana kwa kuwa makini sana kwa ulezi wa siku kwa siku wa wanawe, haswa kutokana na shughuli zake nyingi za uongozi na usafiri mwingi aliyoufanya. Na basi wanawe wa kiume wengi wakawa wana sehemu kubwa za maisha yao ya utotoni ambazo hawakuwa na mzee wao katika maisha ya kila siku, na hili linaonekana limewaathiri wote watoto wa Mzee Jomo Kenyatta, kutoka Muigai Peter hadi Uhuru Muigai na kaka zake wadogo. Mwanawe Mzee Kenyatta wa kwanza wa kiume alikuwa ni Peter Muigai, na alizaliwa mwezi Novemba mwaka wa 1922 kutokana na mahusiano ya Jomo Kenyatta, wakati huo Johnston Kenyatta, na msichana mdogo aliyeitwa Grace Wahuhu. Peter Muigai, firstborn wa Mzee Jomo Kenyatta, aliishia kujulikana katika miaka ya baadaye kama mwanabiashara mwenye mwili mkubwa, na baadhi ya wanahistoria wakalinganisha ukubwa wa mwili wake na wapiganaji maarufu wanaojulikana kama sumo wrestlers kutoka nchini Ujapani. Peter Muigai Kenyatta pia alipata sifa ya kuwa mtu aliyependa vileo na aliyetembelea mabaa na sehemu zingine za kistarehe mara kwa mara katika ukubwa wake. Anasemekana kwamba wakati wa uongozi na urais wa babake Mzee Jomo Kenyatta, Peter Muigai, ambaye angeishia kuwa naibu waziri katika serikali hiyo ya mzee wake, alipenda kuvuta sigara maarufu wakati huo iliyoitwa 10 cent, ijapokuwa kilichostaajabisha wengi ni kuwa sigara ya 10 cent ilikuwa ndiyo sigara ya Wakenya maskini na waliopata kipato cha chini, ilhali watu wa hadhi ya bwana huyo walijulikana kwa kufukia sigara zenye hadhi na bei, sigara kama vile 555s, Benson and Hedges, Embassy, Cartier, Rothmans, Marlboro na sigara za Dunhills. Inasemekana wakati akiwa mbunge wa Juja na naibu waziri, ipo siku hulka yake Peter Muigai Kenyatta ingemtia mashakani kwa Mzee Jomo Kenyatta. Inarekodiwa kwamba Mzee Kenyatta aliagiza mkutano na huyo kifungua mimba wake ambaye mzee alimzaa wakati akianza maisha Dagoretti, lakini kwa saa nzima Peter Muigai akawa amechelewa kufika kwa mkutano, na alipofika akaja akiwa mlevi chakari. Babake mzazi Rais Jomo Kenyatta alikuwa anamsubiria akiwa pamoja na Bernard Hinga ambaye alikuwa ni mkuu wa polisi na Ignatius Nderi, mkuu wa wapelelezi wa CID ambao leo hii wanajulikana kama DCI. Inaripotiwa kwamba licha ya kusubiri kwa saa nzima, Mzee Jomo Kenyatta hakuonyesha hasira za kufoka wakati mwanawe Peter Muigai alipofika akiwa mlevi, bali kwa utulivu alimwangalia na kumpa kauli ifuatayo, nitatafsiri nukuu: una bahati sana kwamba unaweza kujibeba utakavyo kwa sababu babako ni mtu mkubwa, kwa sababu babako ni tajiri na ni mtu mwenye mamlaka. Mimi babangu hakuwa mtu mkubwa na hakuwa tajiri wala kiongozi mwenye nguvu. Mimi sina bahati yako. Mwisho wa nukuu. Inasemekana kwamba baada ya siku hiyo Peter Muigai Kenyatta hakurudi tena kunywa pombe mpaka mwisho wa maisha yake. Mnamo Novemba mwaka wa 2023, miaka mingi baadaye, mwanaharakati maarufu nchini Kenya wakati huo Boniface Mwangi angetoa madai ya kutatanisha, akisema kwamba wakati wa mateso ya kikoloni dhidi ya Wakikuyu miaka ya 1950s, Peter Muigai alikuwa mmoja wa wale walioshirikiana na wakoloni kukamata na kuzuilia Wakikuyu walioshukiwa kuwa wana Maumau. Hii ikiwa ni licha ya kuwa zipo baadhi ya rekodi zingine kinzani za serikali zilizodai eti Peter Muigai alizuiliwa jela Manyani kwa muda mrefu pamoja na baba yake Jomo Kenyatta wakati huo wa state of emergency. Baada ya uhuru na madaraka ya Kenya na Mzee Jomo Kenyatta akatawazwa na kuingia ikulu kama rais, Peter Muigai anasemekana aliingilia biashara na haukupita muda akapewa tiketi ya chama tawala cha KANU cha babake kuwania ubunge wa eneo bunge la Juja huko Kiambu, na akaishia kushinda bila tatizo. Wakati wa kifo cha Rais Jomo Kenyatta mwezi Agosti 1978, Peter Muigai alikuwa mbunge wa Juja na mwanabiashara maarufu. Juu ya hayo akiwa naibu waziri katika wizara ya mambo ya kigeni ya Foreign Affairs, na wengi walijua alikuwa mrithi kamili ambaye angechukua usukani wa kuongoza Wakikuyu, huenda hata ishia kuwa rais baada ya babake mzee kuaga dunia.
Peter Muigai Kenyatta alikuwa na wake 5 na watoto 22. Wake zake waliojulikana ni Rachel Wanjiru, Mary Wamuhu, Charity Gathoni aliyeaga dunia baadaye mwaka wa 2017 na Esther Njoki Muigai, mkewe wa 5 na mchanga kabisa, ambaye aliuawa katika kisa cha kusikitisha na kutatanisha mwaka mmoja tu baada ya kifo cha mumewe huyo Bwana Peter Muigai. Ilikuwa hivi, Rais Jomo Kenyatta aliaga dunia Agosti mwaka wa 1978 na akazikwa mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu, na alipozikwa ilikuwa ni mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu wa general elections uliofanyika 1979 ambao ungefanyika chini ya rais mpya Daniel Arap Moi. Kufuatia kifo cha rais mwanzilishi Jomo Kenyatta, Peter Muigai, kifungua mimba rasmi wa rais mwenda zake, pamoja na Ngina Kenyatta, mke rasmi wa rais na first lady, pamoja na Margaret Wambui, dadake wa pekee Peter Muigai ambaye alikuwa second born wa mzee Kenyatta, wote walisalia kama warithi wakuu wa mali na legacy na siasa ya mzee Kenyatta. Wote walikuwa matajiri wa kupindukia, lakini Peter Muigai ndiye aliyekuwa na haki kamili ya kumrithi rais Jomo Kenyatta kama kifungua mimba wa kiume. Kifo cha Peter Muigai kilifanyika tarehe 30 Oktoba 1979, mwaka mmoja tu baada ya kuzika babake mzee Kenyatta, na inaripotiwa kwamba alikuwa juu ya gari la kampeni wakati alipoteleza na akaanguka katika ajali iliyomuua papo hapo. Simulizi kinzani linasema Peter Muigai Kenyatta, ambaye alikuwa amechaguliwa mbunge wa Juja mara ya kwanza mwaka wa 1974, alikuwa amebebwa juu na wafuasi wake wa kisiasa katika eneo bunge lake la Juja, na eti hao wafuasi ndio waliomdondosha na kumuua kwa sababu alikuwa mzito na mnene, wanaosema hivyo wakidai kifo chake kilitokana na njama ya mzozo wa kifamilia bali sio ajali. Wengine wakiibuka na kusema alipoangushwa na kupasuliwa tumbo, wale waliomdondosha Peter Muigai hawakuwa na nia ya kumuua bali eti ni uzito wake uliowazidia. Wakati wa enzi zake, Peter Muigai Kenyatta alisemekana kufanana sana na mwanasiasa mwingine ambaye pia alivuma wakati wa Jomo Kenyatta aliyeitwa Stanley Oloitip. Baada ya kifo chake Peter Muigai Kenyatta, firstborn wa mzee Jomo Kenyatta kamili, kilichofanyika mwisho wa mwezi Oktoba 1979, mkewe wa 5 Esther Njoki, ambaye alirithi mali mengi yaliyoachwa na kifungua mimba huyo wa Jomo Kenyatta, naye pia angeuawa katika hali ya kutatanisha mnamo tarehe 16 Oktoba 1980, mwaka mmoja pia baada ya kumzika mumewe Peter Muigai Kenyatta. Kifo cha Esther Njoki kilifanyika sawa na movie ya Kinigeria. Kwanza kabisa, mwili wa mwanamke huyo ulipatikana umetupwa kichakani katika shamba lao kubwa lililopo Kasarani, Nairobi. Rekodi za polisi zikionyesha kwamba Bi Esther Njoki, mkewe Peter Muigai Kenyatta, alikuwa amefumaniwa na magaidi waliokuwa wanamsubiria atoke kwa gari lake kufungua lango kuu, na alipotoka tu wakamvamia na kuchukua uhai wake mama huyo papo hapo. Wengi waliozungumzia matukio ya kifo chake Esther Njoki wakidai kulikuwa na uhusika kati ya kifo cha mzee Jomo Kenyatta, kifungua mimba wake Peter Muigai Kenyatta, na mke wa mwisho na mrithi mkuu wa Peter Muigai, wote ambao vifo vyao vilifanyika vikiachana kwa kipindi cha mwaka mmoja tu. Ushahidi wa wale wafanyikazi wake Esther Njoki ambao walikuwa wameshika doria ndani ya shamba hilo ni kwamba mama huyo mrithi wa Peter Kenyatta alisikika akipiga mayowe huku akivutwa na kurejeshwa ndani ya gari lake, ambapo watesi wake hao wangempiga marisasi na kumuua. Ilikuwa mnamo saa 1:30 jioni ambapo mmoja wa wafanyikazi shambani hapo aliyasikia mayowe ya mwanamke kutoka kwa geti kuu la shamba hilo, na akaona gari moja likiondoka kuelekea Njiro Country Club huku likisafiria kwenye barabara ya kibinafsi iliyokuwa ndani ya shamba lenyewe na ambayo haikuwa imefunguliwa kutumika na magari ya umma. Baada ya ving'ora vya alarm kupigwa na msako kuanzishwa, mwili wa mama mwenye nyumba ungepatikana umetupwa katika sehemu moja ya shamba lake kubwa. Mama Esther Njoki alikuwa na watoto wadogo wakati wa kifo chake. Gari lake lingepatikana limechomwa takriban kilomita 25 mbali na pale alipotekwa nyara nyumbani kwake, karibu na bustani la Jamhuri Park linalopatikana karibu na makafani ya kivita ya War Cemetery, jiji kuu la Nairobi. Baadaye ingekuja kuripotiwa kwamba katika gari hilo lililochomwa kulipatikana kisu kilichofanana kabisa na zile silaha walizotumia walinzi wake wa nyumbani katika shughuli zao za kulinda boma kila siku. Hilo likachukuliwa na baadhi kama ishara kwamba waliomuua mama huyo huenda walikuwa watu wa nyumbani kwake waliokuwa wamelipwa. Ripoti ya pekee kuhusu utafiti wa maiti, yani postmortem examination ya maiti ya mkewe Peter Muigai Kenyatta, ilisema kwamba Esther alikuwa amepigwa kwa silaha butu kabla ya kuuawa kwa risasi. Mkuu wa idara ya ujasusi na upelelezi ya serikali wakati huo Ignatius Nderi na mwanapolisi wa kizungu Patrick Shaw ndio waliopewa jukumu la kiutafiti la kuchunguza mauaji hayo ya mke wa kifungua mimba wa Jomo Kenyatta, lakini matokeo yake hayakuwahi kuwekwa wazi kwa umma. Mtoto wa pili wa kiume wa mzee Jomo Kenyatta alizaliwa tarehe 11 mwezi Agosti mwaka wa 1943 huko nchini Uingereza, bara Europa.
Mvulana huyo alipewa jina la Peter Magana, Magana akiwa ni mmoja wa wajomba zake mzee Jomo Kenyatta, na mama yake mvulana Peter Magana alikuwa ni Edna Clark, mke wa kizungu ambaye mzee Jomo Kenyatta alimuoa alipokuwa anaishi huko mji wa Sussex, Uingereza. Mzee Jomo Kenyatta alikuwa amemuoa Edna Clark mwaka wa 1942, mwaka mzima kabla ya mwanao Peter Magana kuzaliwa, na wakawa pamoja hadi wakati wa vita vya pili vya dunia viliisha, na mzee Jomo Kenyatta akaamua kurudi nyumbani Kenya kuendeleza siasa yake ya kupigania uhuru. Jomo Kenyatta alisafiri kwa meli kurudi Kenya mwaka wa 1946 na akamwacha mkewe Edna na mwanao mchanga Peter Magana huko England, huku ripoti zikiwa zinakosoana kuhusu iwapo mzee aliwaacha familia yake changa na pesa ama aliwaacha bila chochote. Ripoti moja inasema mzee Jomo Kenyatta alitumia mapato ya kitabu chake cha Facing Mount Kenya alichokuwa amechapisha na kukiuza kuwaachia pesa mkewe na mtoto wake mchanga kabla ya kurejelea Kenya. Kwa kuwa mzee Jomo Kenyatta alikuwa ameondoka Kenya kwenda Uingereza mara ya kwanza mwaka wa 1929, Peter Muigai na kakake Muingereza Peter Magana wote wakapitia maisha ya utotoni bila baba yao kuwepo, ijapokuwa walilelewa katika mabara tofauti. Picha moja aliyeinasa mpiga picha maarufu kutoka Kenya Mohamed Amin, iliyochukuliwa muda mfupi kabla ya kifo cha mzee Jomo Kenyatta mwaka wa 1978, inaonyesha Peter Magana akiwa na mkewe wa kizungu na wanao wachanga, huku wametabasamu pamoja na mzee Jomo Kenyatta huko Mombasa. Picha ikisemekana ilipigwa baada ya mzee kuamrisha familia zake zote zije zimuone wiki chache kabla ya kifo chake. Peter Magana alikuja Kenya kwa mara ya kwanza mwaka wa 1963 wakati alipokuwa bado barubaru, na baada ya kukutana na mzee wake Jomo Kenyatta akarudi Uingereza na kuingia chuo kikuu cha Cambridge ambapo angesomea uandishi wa habari. Huko Cambridge University, Peter Magana wa Kenyatta angepatana na mkewe wa miaka mingi. Inasemekana katika ujana wake Peter Magana alipenda kuzuru mzee wake Jomo Kenyatta pamoja na familia yake changa, huku wengine mitandaoni hata akiamini kwamba kijana huyo nusu Mkikuyu nusu mzungu alikataa nafasi ya uongozi katika serikali ya mzee Jomo Kenyatta. Katika mazishi ya kitaifa ya rais huyo mwanzilishi yaliyofanyika mwezi Agosti mwaka wa 1978, Peter Magana anapigwa picha akikaa mbele pamoja na ndugu zake ikiwemo Peter Muigai ambaye angeaga dunia mwaka mmoja baadaye, Margaret Kenyatta, meya wa awali wa Nairobi aliyekuwa dada yake Muigai na second born wa Jomo Kenyatta, pamoja pia na Uhuru Kenyatta, rais wa baadaye ambaye alikuwa na umri wa miaka 17 tu wakati huo. Isipokuwa alizuru Kenya mwezi Agosti mwaka uliofuata wa 1979 kuhudhuria hafla ya mwaka wa kwanza ya ukumbusho tangu rais Jomo Kenyatta kuzikwa. Peter Magana hakuwahi kuonekana tena nchini Kenya kwa muda mrefu baada ya kuja kumzika mzee wake aliposafiri 1978 pamoja na mamake Edna na mkewe mchanga. Mpaka leo Peter Magana anaishi kwao Uingereza, na mara kwa mara ripoti zimetolewa kuhusu wanawe kuzuru Nairobi, ijapokuwa Magana mwenyewe hajasikika akiwa amerudi Kenya tangu 1979. Ipo picha moja ya mitandaoni inayoonyesha Mama Ngina Kenyatta na mwanawe Rais Uhuru Muigai wakiwa pamoja na bwana mmoja wa kizungu anayeaminika na wengi kuwa ndiye Peter Magana. Iwapo bwana huyo ni Magana au la, ni wazi kwamba juhudi zimewekwa za kuzuia wanahabari wasijue mengi kuhusu familia hiyo ya Uingereza ya mzee Jomo Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta ndiye mtoto wa kiume wa kwanza kati ya Jomo Kenyatta na Mama Ngina Kenyatta, na pia ndiye kifungua mimba wake mama huyo, first lady wa kwanza. Uhuru ni tofauti na kaka zake wote kwa jinsi alivyofuata nyayo za uongozi za mzee wake hadi akaishia kuwa rais kama Kenyatta mwenyewe. Uhuru Kenyatta, kijana wa tatu wa kiume wa mzee, alizaliwa na kulelewa wakati mzee akianza kuchukua hatamu za uongozi wa Kenya, na akawa mtoto wa kwanza ambaye mzee anampata katika utajiri na mafanikio yake. Na utotoni basi Uhuru akawa na experience ya moja kwa moja kumwona babake akibeba majukumu mazito na ya juu zaidi nchini Kenya kama kiongozi mtajika. Utotoni Uhuru Kenyatta alikuwa kipenzi cha roho cha mzee wake, na katika picha nyingi za kihistoria anaonekana kama mvulana akiandamana kwingi na mzee Kenyatta kuenda kwa hafla mbalimbali nje na ndani ya nchi. Hata siku ambayo Uhuru akizaliwa, inasemekana Jomo Kenyatta aliandamana na rafiki zake wa kisiasa ikiwemo Jaramogi Oginga Odinga na Mwai Kibaki, na hata kijana huyo kupewa jina la Uhuru ilitokana na godfather wake Mwai Kibaki kupendekeza kwa mzee Kenyatta kwamba mtoto huyu apewe jina linaloendana na maono yao wakati huo wa 1961, ambayo yalikuwa ni maono ya kutaka Kenya ipewe uhuru wa kujitawala kutoka kwa serikali ya Malkia wa Kiingereza. Kwa sababu hii ni sahihi kabisa kusema Uhuru Kenyatta alifaidi sana kulelewa wakati babake Jomo Kenyatta alikuwa amefika katika kilele cha uongozi na maisha yake, na hata akawa na muda wa kutulia na kumpa mfano, tofauti na watoto wa awali wa mzee kama Peter Magana na Peter Muigai ambao walilelewa bila kumwona sana mzee Kenyatta ama kuona mafanikio yake.
Anapohojiwa kuhusu utoto wake na ushirika aliyokuwa nao na babake baadaye, Uhuru Kenyatta amesikika akisema mzee wake alikuwa mkali kwa watoto wake hasa wa kiume, na alipendelea sana wakati watoto wake wa kiume, yani yeye Uhuru na kakake wa baadaye Muhoho, wakuwe na kulelewa wakijua kazi, majukumu, uongozi na uwezo wa kujitegemea. Kwa upande mwingine, zipo simulizi kama hili kuhusu jinsi wakati mmoja Uhuru Kenyatta alipokuwa barubaru wa shuleni alikataa kucharazwa viboko na mwalimu mkuu wa shule. Ijapokuwa kisa hiki hakina ushahidi wa kutosha, inasemekana mwalimu mhusika alipiga ripoti kuhusu ukatili wa Uhuru na taarifa ikafikia ikulu kwa mzee Kenyatta eti mwanawe barubaru amekataa adhabu ya kucharazwa huko St. Mary's, na alichokifanya mzee Jomo Kenyatta baada ya kusikia hivyo ndicho kinawafanya wengi wakatae kuamini ukweli wa kisa chenyewe. Rais Jomo Kenyatta aliamrisha mwalimu mkuu na Uhuru Kenyatta wote waje kwake ofisini. Walipofika, kwanza mzee alimtaka kijana atoke nje amwache ndani amsemeze mwalimu wake. Uhuru akatoka nje ya ofisi, kisha mzee Jomo Kenyatta akafunga mlango wa ofisi na akamwamrisha mwalimu huyo alale kwa sakafu. Mwalimu maskini akalala na akapewa viboko alivyoshindwa kumpa Uhuru Kenyatta huko shuleni. Amini usiamini. Kisha Uhuru Kenyatta akaitwa ndani, mwalimu akaruhusiwa kusubiri hapo nje. Maafisa wa serikali walioshuhudia kisa inakisiwa walisikia nduru na mayowe mengi yakitoka ndani ya ofisi, mayowe na nduru zilizokuwa za kijana Uhuru ambaye alikuwa anapigwa na mzee Jomo Kenyatta sana siku hiyo, hadi ikawalazimu walinzi waliokuwepo kuingia ndani kuchungulia kulikoni. Licha ya uwepo mzito wa mzee na babao katika maisha ya kila Mkenya enzi hizo za 1960s na 1970s, Uhuru Kenyatta na ndugu zake wadogo pia hawakuwa wanamuona mzee Kenyatta kila wakati, hasa kwa sababu ya shughuli nyingi za mzee huyo. Lakini wengine pia wanasema Jomo Kenyatta aliachia kazi ya kulea na kucheza na watoto, mkewe na wafanyikazi wake wengi. Ripoti zipo kwamba hata kabla ya kifo cha mzee Jomo Kenyatta, makamu wake Daniel Arap Moi ndiye angetumwa kuhudhuria mikutano mingi ya shule za Uhuru na watoto wenzake iliyohitaji mzazi wa kiume, hasa katika shule ya St. Mary's. Inawezekana utotoni Uhuru Kenyatta aliweza kuona jinsi wanaume wa juu katika siasa ya Kenya kama Daniel Moi na pia Mwai Kibaki, godfather wake, walivyoheshimu, kusujudu na kutii babake mzee Jomo Kenyatta, na hapo ndoto zake za uongozi zingezaliwa, huenda kwa kuelewa yeye alitoka kwa familia ya viongozi. Hata hivyo, licha ya kuzaliwa katika utajiri na kuongozwa katika ujana na wanaume dhabiti kama Rais Moi, Rais Kibaki na Kenneth Matiba, Uhuru Muigai Kenyatta alionekana kuwa mtoto wa kwanza wa mzee Kenyatta ambaye alikuwa na uwezo wa mzee wa kusema na kushawishi watu, kwani licha ya kuzaliwa na kulelewa kwenye ikulu, Uhuru alitia bidii hata kujifunza lugha ya nyumbani ya Kikuyu. Kinyume na wanavyoamini watu wengi, Uhuru Kenyatta angetoa kucha za uongozi mapema katika ujana wake, na hata kabla ya kushikwa mkono na Daniel Moi zilikuwepo ishara zote kwamba huyo kijana alikuwa na damu na mwelekeo wa kisiasa wa mzee wake kabisa. Kuinuka kwa Uhuru Muigai Kenyatta kisiasa kulizuia familia yake isipotelee kihistoria baada ya mzee Jomo Kenyatta kufa, lakini inaaminika zaidi kwamba uwezo wao wa kifedha umesalia imara miaka yote hiyo kwa sababu ya kakake mdogo Uhuru anayejulikana kama Muhoho, ambaye ni mtoto wa mwisho wa kiume wa hayati mzee Jomo Kenyatta. Usiri na ustaarabu wa familia ya Jomo Kenyatta unaashiriwa na jinsi licha ya kakake Uhuru kuishi maisha yake mbele ya kamera na kuwa mmoja wa wanasiasa wanaojulikana na kuzungumziwa zaidi baina ya Wakenya wa leo, Muhoho Kenyatta amefaulu kukaa mbali na jicho la umma karibu maisha yake yote, huku akisalia msiri zaidi hata ya mama yake First Lady Ngina Kenyatta. Muhoho Kenyatta anajulikana sana kama MK kwa wale wanaomjua kwa undani. Alizaliwa 1964 mwaka wa Jamhuri, pamoja na kaka mmoja na dada mmoja katika familia ya Ngina na Jomo Kenyatta. Muhoho Kenyatta ambaye amepewa jina baada ya babu yake Chifu Muhoho, tajiri mkubwa wa miaka ya 50 aliyempa Jomo Kenyatta mtoto wake amuoe, alisomea siasa na uchumi sawa na kakake Uhuru, ila yeye alienda chuo kikuu cha Williams College, wala sio kile cha Amherst alichoenda Uhuru huko Massachusetts, Marekani. Sawa na kakake mkubwa Uhuru Muigai, Muhoho Kenyatta anaonekana alielimishwa kwa lengo na sababu ili aje aendeshe biashara kubwa za babake na mamake. Wakati bado akiwa kijana barubaru, baada ya kuhitimu chuo kikuu Marekani, Muhoho Kenyatta alihusika vikubwa kuanzisha kampuni ya familia yake ya Brookside Dairies Limited, kampuni kubwa inayojulikana kwa kuuza maziwa na iliyoanzishwa mapema mwaka wa 1993, huku Muhoho akiisimamia kampuni hiyo ya Brookside hadi ikanawiri kuwa na ukubwa ilionao siku ya leo. Wanaomjua sana wanasema Muhoho Kenyatta hufanya kazi kwa zaidi ya saa 10 kila siku, na aghalabu utampata yupo busy katika ofisi yake iliyopo katika shamba lao kubwa huko Ruiru, Kiambu, ndani ya makao makuu ya kampuni hiyo ya Brookside Dairies Limited.
Limited. Mohoho Kenyatta amesalia kiungo muhimu sio tu kwa familia na biashara za Kenyatta, bali pia kwa kakake mkubwa mwanasiasa Uhuru Muigai, ambaye anasemekana anapenda kumuita Mutongoria ama kiongozi, na wafanyikazi wake ofisini waliowahi kuhojiwa na media kuhusu maisha ya siri ya bwana huyo wameshuhudia kwamba wanajua siku anapotarajia kutembelewa na rais mstaafu katika ofisi yake, Mohoho huwa anawapa ripoti kwa kuambia wakae ngangari, kiongozi mkuu anakuja kuwatembelea. Wakati rais wa 4 Uhuru Kenyatta alipokuwa na kesi pamoja na mwenzake William Ruto katika mahakama ya kimataifa ya ICC, kakake Mohoho Kenyatta anasemekana alikuwa mmoja wa watu muhimu zaidi waliohusika na shughuli zote za kila siku za kutafiti njia zote za kisheria za kumuondolea Uhuru mashtaka hayo. Mapema ulipokuwa unaanza mwaka wa 2024, gazeti maarufu nchini Kenya la The Star likaripoti kwamba fununu zipo kuhusu mipango ya kumleta Mohoho Kenyatta kwenye ulingo wa siasa ya Kenya kuelekea uchaguzi wa 2027. Video inayofuata itakueleza kwa kina kuhusu watoto wa kike usiowajua waliozaliwa na Jomo Kenyatta, na kwa kubonyeza video hii utachimbua skendo kati ya mtoto wa kike wa Jomo Kenyatta aliyeitwa Margaret na JM Kariuki waliosemekana kuwa na ushirika wa siri wa kimapenzi.